Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni Disemba 11, siku ya Alhamis. Leo tunaenda kuiangazia mada inayosema utatuzi wa mgogoro. Soma Yoshua 22 ya 30 hadi 34. Hili tukio lote linatupatiaje utambuzi wa namna ya kutatua mgogoro na njia za kuhakikisha kudumu kwa umoja wa kanisa? Linganisha na Zaburi ya 133, Yohana 17:20 hadi 23 na Petro wa kwanza sura ya 3 aya ya 8 na ya 9. Kisa cha Yoshua 22 kina kanuni kadhaa za mawasiliano zinazoweza kufanya kazi katika uhusiano wa kibinadamu wa kila siku kwenye familia, kanisa na jamii. Kanuni ya kwanza: mambo yanapoenda vibaya au yanapoonekana kwenda vibaya, jambo lililo bora kabisa la kufanya ni kuwasiliana badala ya kuzua mitazamo yetu hadi kusababisha mlipuko. Ni vyema kwa watu wa Mungu kutoonesha kutokujali pale matatizo yanapotokea kuibuka. Kwa kweli, yale makabila yaliyokuwa ng'ambo ya Yordani yangefanya mawasiliano juu ya azma yao ya kujenga madhabahu, hoja hiyo yote ingekuwa imeepukwa. Kanuni ya pili: hata kama mtu amesadiki kabisa juu ya maoni yake, usikurupukie kuhitimisha kila wakati. Makabila ya magharibi yaliharakisha sana kuamini uvumi uliowafikia masikioni mwao, na hivyo kufanya hitimisho lisilo na ukweli kwamba makabila ya mashariki mwa Yordani yalikuwa yameasi tayari. Hoja ya tatu: zungumzia matatizo ya kweli au yale yanayoonekana kuwa matatizo kabla ya kutekeleza uamuzi wako. Hoja ya 4: uwe tayari kujitoa kafara ili kufikia umoja. Makabila ya magharibi mwa Yordani yalikuwa tayari kuachia sehemu ya mgao wao ili kuyapatia nafasi yale makabila mengine, ikiwa kuwa upande wa pili wa Yordani kulikuwa ndiyo sababu ya hali yao iliyosadikiwa kuwa ni uasi. Hoja ya 5: unaposhitakiwa kwa uongo au kwa usahihi, hebu toa jibu la upole litakalogeuzia mbali hasira. Kamwe kujibu shtaka kwa shtaka hakutafikisha wahusika kwenye amani. Jaribu kuelewa kabla ya kujaribu kueleweka. Kanuni ya 6: shangilia na kumbariki Mungu pale amani inapokuwa imerejeshwa. Inapendeza sana kuona kwamba kusanyiko kuu la Waisraeli lilidhihirisha furaha ya kweli walipojua juu ya sababu halisi ya makabila yale 2.5. Hawakuwa na kiburi sana na uamuzi wao kiasi cha kutokiri kuwa hawakuwa sahihi katika kuufanya. Kama makabila ya mashariki mwa Yordani yangekuwa yameasi, watu wa Israeli wangetumia masharti ya agano. Umoja hauwezi kamwe kuwa hoja ya kupunguza ukweli au kuacha kanuni za kibiblia. Hata hivyo, nidhamu ya kanisa inapaswa kuwa hatua ya mwisho na si ya kwanza, baada ya juhudi za upatanisho na msaada wa kichungaji kulingana na neno la Mungu kushindikana. Makanisa yetu yangekuwa tofauti kiasi gani kama kanuni hizi rahisi zingetumika kwa uaminifu? Huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.